Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni msisitizo, hakikisha kama hauna sehemu ya kuchukua mafundisho haya, tengeneza hata kuchukua kwa njia ya simu, kwa sauti, sio kama video hivi, kwa sauti. Baadaye ukienda kutulia utapata muda wa kusikiliza tena. Haleluya. Tutakuwa na somo lina kichwa kinachosema uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu juu ya mabadiliko ya mifumo ya maisha yako. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Sisi Kiswahili hiki mnakielewa? Uhusiano wako na Roho Mtakatifu juu ya mabadiliko ya mifumo ya maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadi kule nyuma. Haleluya. Nisikilize kwa makini sana. Ile juzi nilipokuja nilifundisha kwa uchache juu ya nafasi ya kanisa. Nafasi ya kanisa katika kushughulikia mabadiliko ya mifumo ya dunia. Nilifundisha kwa uchache. Kuna maeneo mengine Mungu amekuwa akinipa neema, masomo ya mifumo ya kanisa na dunia tunajifunza zaidi ya wiki mbili. Tena unakuta tunajifunza ibada za asubuhi, ile morning glory, na ibada za jioni, magharibi, evening glory. Sasa kuna kitu cha muhimu na kujengea msingi sana wewe unayemwamini Kristo. Uhusiano wako wewe na Roho Mtakatifu kwenye eneo gani? Kwenye eneo la mabadiliko ya mifumo ya maisha yako. Sikilize kwa makini sana. Sisi tuna mara nyingi tumekuwa tunajifunza habari za Roho Mtakatifu, na wengi tumeishia kwenye eneo. Unajua, nilienda chuo kimoja kule Tanzania, nikawa nawahubiria wale wanafunzi wa university, nikawa nawaambia kwamba watu wengi sana wakisha kufahamu habari za Roho Mtakatifu wanaishia kwenye ngazi ya kushirikiana na Roho Mtakatifu kwenye kuomba. Watu wengi sana wanaishia kwenye ngazi ya kushirikiana na Roho Mtakatifu kwenye kuomba. Wanasahau ya kwamba huyu ni msaidizi, na kama ni msaidizi hajaja tu kukusaidia katika kuomba, amekuja kushughulikia mambo mengi sana kwenye maisha yako. Tunaelewana sawa? Tunaelewana sawa? Maana yake ukiishia kwenye ngazi ya kuomba, shetani atakachokifanya atahakikisha anakuzuia usijue nafasi nyingine ya Roho Mtakatifu. Utaishia kwenye kuomba sawa, lakini kuna ufunuo mwingine shetani hatakufikisha umfahamu Roho Mtakatifu na namna ya kumtumia kwenye maisha. Na watu hawaelewi. Kuna watu hawaelewi. Ninapokuambia uhusiano wako na Roho Mtakatifu juu ya mabadiliko ya mifumo, siku moja nilikuwa nafanya maombi pale na mtumishi wa pale Katoyo, wakasema mifumo hawaelewi ni nini. Wakasema mnaita systeme. Sawa? Wanasema systeme. Ukija hapa niliwaona, tupige kwa mfano, niliwaona wale mainjinia wa muziki, speaker iliposumbua, kilichosumbua ni systeme. Kwa hiyo wakaja kushughulikia hiyo systeme ambayo kwa Kiswahili tunasema mfumo. Ili wewe uisikie hii sauti, kuna kitu kinaitwa mfumo ambao nyinyi mnasema systeme, na mfumo huo ni makorokoro haya yote ni mfumo. Kwa
kuanzia kule ambako tunachukua electricity, umeme, mpaka huko ambako tunaweza kusikia sauti, kinachopelekea wewe unisikie ni systeme. Tunaelewana sasa? Tunaelewana sasa? Nisikilize. Ukija hospitalini, sisi wa madaktari, ukiwa unaumwa, ambacho kimepelekea wewe kupata shida, tutakwambia magonjwa haya, kama ni virus, ni virusi, ama ni bakteria, tutakwambia yalianzia kwenye seli. Yalipoanzia kwenye seli, chembe, baba wewe una tafsiri nyingine. Sasa inaanzia kwenye hiyo chembe. Ikitoka hapo inaenda kwenye tishu. Tishu ni muunganiko wa chembe. Ikitoka kwenye tishu inaenda kwenye organ. Organ ni muunganiko wa tishu. Ikitoka hapo inaenda kwenye system, ndio mwili wa mwanadamu ulivyo. Ikitoka kwenye system ndio tunapata mwili wa nani? Wa mwanadamu. Kwa hiyo mwili wako huo umeundwa na system nyingi. Sasa nisikilize. Hii yote mifano nataka uelewe kwamba kwenye ulimwengu huu tulionao tuna falme ngapi? Mbili. Kuna ufalme wa nuru na ufalme wa nini? Sasa nisikilize. Popote penye ufalme ni serikali. Ufalme ni serikali. Hakuna serikali inayofanya kazi bila system. Hakuna serikali inayofanya kazi bila system. Tukitaka kushughulikia serikali, tunashughulikia system. Si kuna watu wanaelewa Kiswahili? Sasa nisikilize. Kama tuna falme mbili, kwa hiyo shetani akitaka kukushughulikia, anashughulikia. Akitaka kushughulikia afya yako, anashughulikia. Akitaka kushughulikia uchumi wako, anashughulikia. Akitaka kushughulikia huduma, anashughulikia. Akishafaulu